Mabonye, mimi nimekuja kwa ajili yako. Afu unaondoka kivipi? Mbona leo sikuelewi? Basi. Pokea simu hiyo. Mabonye, pokea simu. Unaona sasa? Mpaka simu inakata. Una shida gani kwani? Nulat, mbona sina shida yote mama? Alafu sichokijua sasa kuhusu hii simu. Ni watu wa maana sana. Wamenipigia simu na nishaongea nao muda mrefu. Nimewaambia kwamba nishakaribia kufika eneo husika. Sasa nikipokea hii simu hapa, wataona kama na wazi yake. Sijui umeelewa vizuri? Sasa cha msingi, wewe ingia ndani hapa. Nisubirie mimi niende kwenye didi ya hela. Chap kwa haraka, afu nitageuka. Umeelewa vizuri? Lakini Mabonye, mbona nifanyia hivyo jamani? Wewe nimekwambia kaa ndani hapa, tulia nisubiri kwa sababu hujanipa taarifa. Nimekwambia ukija hapa nipe taarifa. Umeelewa vizuri? Sasa unakujaje bila taarifa? Yote umetaka mwenyewe. Utakaa mwenyewe hapa ndani. Nisubiri. Chukua funguo. Nisubiri, nimekwambia nisubiri, narudi dakika 5 tu. Usichelewe, sawa? Jasiri, kijana jasiri, jasiri kijana jasiri. Anko, umefanikiwa? Hatujafanikiwa Baraka. Usihuzunike sana. Kila kitu kinachotokea Mungu anapanga. Unajua mko wako, ibadi nipate pesa, inatakiwa nifanye kazi. Au nimwombe mwanamke wangu hela ndo anipe. Kwa sasa hivi ili lisikufanye wewe ukate tamaa. Mimi najua mama atakaa sawa tu na tutapata pesa kwenda kumtoa hospitali. Usiogope. Maadamu mjomba wako hapa nipo, nitapambana, tutapata hiyo pesa tu. Lakini leo mama alale hospitali. Alafu kesho na mimi tutapata hela kwenda kumtoa. Unataka tukamtoe leo hospitali Baraka? Ndio anko. Anko, niachie mimi. Nitapambana ili nipate pesa ili nikamtoe mama yangu. Napenda kitu kimoja kwako. Una moyo wa ujasiri na kuthubutu. Yaani hauna moyo wa kukata tamaa. Wewe ni kijana jasiri sana. Sawa. Wewe utapata wapi sasa? Nitafanya kazi yoyote. Nitapigana ili mtoe mama yangu. Tusipofanikiwa? Tutafanikiwa anko. Kwa nini tusifanikiwe? Basi tumefanikiwa. Tumefanikiwa Baraka. Mbona sikuelewi anko? Nimepata pesa kwenda kumtoa mama yako hospitali. Nilikuwa nakutania. Kweli? Ni kweli. Tumefanikiwa. Mani nanipa, ipo siku nitapata, mambo yatajipa. Nilikuwa nakutania Baraka. Nikupime moyo wako ukoje. Ila sasa hivi ninaenda hospitali kwenda kumtoa mama yako. Sawa anko. Nikukute hapa hapa nyumbani. Sawa. Ulinde nyumba Umesikia? Nakuja. Jasiri, jasiri, kijana
kijana jasiri, jasiri, jasiri kijana, jasiri. Frankie, umeniuzi sana leo. Na kupigia simu yangu ushiki, kila nikipiga ushiki. Shida iko wapi? Hivi unajua umeniuzi mpaka saa hizi ndo unakuja. Kweli jamani? Na maana uone kama muda umeenda. Usole madam, najua. Nilikuwa na kibarua, sasa nikikiacha kile nikikosa hata hela ya kula. Unajua mwenye maisha yangu. Kibarua? Kibarua gani iko? Wewe pesa sikupi. Ni pesa nakupa, nishakwambia pesa kwangu sio tatizo. Sitaki ujichoshe Frankie. Huo mwili nataka uwe wa kwangu tu. Mwili uwe laini, usiwe mgumu, sijui unanielewa? Yaani huo mwili kwa ajili ya kunihudumia mimi tu. Sio mtu mwingine. Pole sana. Asante sana. Mgonjwa anaendelea vizuri na yuko tayari kuruhusiwa. Hivyo punde tu tutamruhusu, lakini kuna gharama kidogo itahitajika, lakini nakusisitizia zaidi ni yale matibabu ambayo tumemwandikia huko nyumbani, aendelee kuyafuata kama tulivyomwelekeza. Hali yake itarudi vizuri kama hapo awali. Sawa? Kwanza nitangulize shukrani daktari. Tutazingatia ambao umetuambia. Atutumia dawa kwa wakati. Kwa hiyo tunaweza tukamchukua mgonjwa wetu, si ndio hivyo? Yes, tunaweza kumruhusu, lakini kuna gharama kidogo zinahitajika ambazo tumeshafanyia matibabu, inabidi mlipe, then tunaruhusu moja kwa moja. Umeniuzi bwana. Basi madam, usiane. Kwa sababu nimekuja kwa ajili yako. Niko hapa kukupa vitu vyote ambavyo unavihitaji. Come on. Pona nua. Usinune bwana. Upendezi hata kidogo kununa. Na nuna kwa sababu umeniuzi. Au unipendi? Nakupenda lakini umeniuzi. Basi usiwe hivyo. Niko hapa sasa. Muda huu. Okay sawa, karibu basi. Nimekuandalia chakula. Ule alafu ule tena. Lakini hali yake inaweza ikakaa na kapona kabisa kama atapatiwa matibabu kama tulivyomwelekeza. Hivyo naomba pia mfuate yale tuliowaambia. Sawa? Samahani. Naam. Samahani. Umezungumzia hapa kwamba atapona kabisa. Naam. Ina maana hii hali aliyokuwa nayo akipata matibabu anaweza akatembea kabisa? Yes. Bila shaka yes. Gharama yake ni shilingi ngapi? Almost an approach $500,000, ni kama $500,000. Sawa, hakuna shida. Na poleni sana. Tunashukuru sana. Okay, karibuni sana. Fuateni maelekezo tuliyowapa. Sawa? Karibuni sana. Hamna neno. Okay. Asubuhi kumekucha, minaziwaza pilika. Yaani siku nikipumzika kama hivi nyumbani, nikikaa na familia yangu, najisikia faraja sana. Maana nikiwa kazini nawamisi. Nawamisi sana. Hata sisi pia tunakumisi Banurati. Kia Mungu. Kweli mke wangu?
Au unataka tu nikae kazini huko huko, lale huko huko, ni kila kitu huko huko, nyumbani hapa nisirudi? Unafika mbali sasa mume wangu. Yaani unavuniachaga ile alfajiri. Aisee, naumiaga sana. Yaani kama twende wote kwa kazini. Nakupenda mume wangu, mwenyewe unajua. Nafurahi kusikia hivyo. Sasa kuna issue moja hivi. Kiwangu. Mimi lisi ni saa yangu. Lakini nilipojiangalia kwenye mkono wangu, saa yangu nayo nimevaa. Hii saa ni ya nani? Maana kwenye hii nyumba naishi mimi, wewe mke wangu na Nurat. Hakuna kijana yote wa kiume ambaye anaishi kwenye hii nyumba. Kwa nini nakuta vitu vya ajabu kwenye hii nyumba yangu? Vitu kama hivi vya ajabu. Manurat, unanisaliti. Siwezi kukusaliti mume wangu. Kila siku unalalamika. Sinywi maji ya baridi na kunywa maji ya moto. Uone mume wangu leo umekunywa maji ya baridi. Fundi kaja kutengeneza friji. Tommy, 100% najua hela yangu umechukua wewe. Hakuna mtu yoyote atakayeweza kuingia humu ndani kuchukua hiyo hela. Humu ndani tunaishi wawili tu. Naomba hela yangu Tommy. Hela naitolea jasho hiyo. 50,000 sio ndogo. Alafu unachukua tu kirahisi. Unaenda tu kuchezea tu huko. Kama huna kazi, tuliza makalio yako hapo, mimi nitakulisha. Lakini sio kwa kuchukua hela yangu ndani kwenda tu kuichezea huko. Mimi sipendi hiyo tabia humu ndani. Tena hiyo tabia ikome. Mimi naeka vitu vyangu, wewe unakuja kuchukua. Ungeniomba hiyo hela mimi singekupa. Hela naitolea jasho baba. Napindika mtoto wa kike. Unajua nahenyeka kiasi gani? Alafu unakuja tu unaichukua kirahisi, unaenda tu kuitumia huko nje. Baba koma. Tena ukija uje taratibu baba. Inatosha matikiti. Na hiyo saa huenda atakuwa akaisahau fundi. Sikai kwambie, mimi sio mtoto mdogo. Mimi sio mtoto, najielewa. Unanisaliti mke wangu. Si ndio? Unadiriki kuingiza wanaume kwenye nyumba yangu. Hivi kitu gani ambacho unataka mimi nikupe na kunyima? Vitu vyote ukihitaji mimi nakupatia. Shida nini? Uliziki na nini? Leo unaamua kunivua nguo mume wako? Eti wanaambia fundi. Fundi gani wewe? Hili mara ya pili. Mara ya kwanza nimeona kofia, sasa hivi naona saa. Tena ya kiume. Mimi sio mpumbavu. Na akili zangu timamu. Na ukiendelea na hii tabia, mimi na wewe itakuwa basi. Unanizalilisha sana. Kwa kuniona mimi malaya na kusaliti. Mume wangu, mimi siwezi kukusaliti mume wangu. Siwezi. Hiyo saa kaisahau. Naomba usinifanyie drama zako hapa. Iwe mwanzo na mwisho kuona vitu kama hivi kwa nyumba yangu. Tumeelewana? Nimesemaje? Unataka kuviona hivyo vitu. Roho wako urudie. Pumbavu wewe.
too much sasa. Unapitiliza kiwango. Kwanza tambua unaongea na nani? Mimi ni mwanaume wako. Cha pili, hakuna siku tuliokaa kwa amani hapa ndani. Wewe ukija tu fujo kelele, fujo kelele. Nachoka matikiti. Sasa sikiliza nikwambie kitu kimoja. Mimi pesa nimechukua. Na nilikuwa na shida nayo. Nilienda kufanyia mambo yangu mengine ya umuhimu sana. Kama unahitaji hiyo pesa, mimi nitatafuta kazi nitakulipa. 50,000 sio hela nyingi. Nitakulipa matikiti. Sio unanidhalilisha kiasi hichi. Alafu sasa uangalie sehemu ya kuongea. Tuko ndani lakini bado unapayuka. Kwa hiyo mtaa mzima unajua kwamba wewe mimi nimekuchukulia hela, si ndio hivyo? Kuwa na stara mtoto wa kike. Utafanya kazi. Kazi gani kwanza? Yaani kazi gani unayozungumzia wewe? Wenye kazi wakiambiwa watoke na wewe utatoka? Ungekuwa na kazi mimi ningehenyeka huko nje. Alafu tu unajisifia, mimi sijui nitatafuta kazi nitakulipa hiyo hela. Hela ipi kwanza? Yaani wewe utafute kabisa kazi unipe mimi 50,000. Una uwezo wa kupata 50,000 wewe? Yaani nikikuangalia wewe hata siku moja utoke hapo ukatafuta kazi ufikiri utapata? Kwa ulivyolegea hivyo, utapata kweli hiyo kazi? Uwezi kupata kazi. Sasa ninachokwambia, hela yangu naitaka. Naomba unirudishie hela yangu. Utajua mwenyewe utafanya vipi utarudishia hiyo hela. Dharau zako zimezidi kiwango. Ni mwanaume tu, ni kwa sababu nimeumbwa na Kolomeo. Ndio maana nastahimili haya. Matikiti. Ilikaka la hovyo kumbe. Maboni, chakula chako cha leo ni kitamu zaidi kuliko cha siku zote. Yaani sitamani hata kuondoka, natamani nishinde na wewe hapo mpaka asubuhi. Zula, mbona kawaida sana? Unataka kuniambia kwamba mpishi wa leo ni tofauti na mpishi wa siku zote? Ndiyo, chakula cha leo ni kitamu zaidi kuliko cha siku zote. Mpishi wa leo inaonekana alikuwa fundi sana. Sichokijua Zula, mpishi wa leo ni ule ule siku zote, ila sasa kumeongezeka viungo tofauti tofauti vyenye ladha tofauti tofauti. Umeenjoy? Nimekumbuka kitu. Vipi kuhusu ile swali langu la mimi kuhamia hapa? Nataka nije niwe mama mjengo hapa nikupikie, nikufulie. Unaonaje? Jicho la upofu limeona kwako, moyo wangu dhaifu kwa ajili yako. Jasiri, kijana jasiri kijana. Unajua nini Zula? Siwezi kusema hapana. Bila sasa nilikwambia kwanza ngoja nikae hapa nirekebishe hichi chumba kwa sababu hapa ndani hapa hapajakaa poa. Nahitaji nilete vitu tofauti tofauti hapa angalau nipate kijigesi hapa. Sufuria ukija upike milo 3. Usijali mama, utakuja tu kwa sababu hapa ni kwako. Na hata mimi sipendi hivi unapokuja na kuondoka. Natamani ukija hapa ukae wiki, mwezi, kwenda huko ni kwenda kusalimia tu kwa ndugu zako. Si unaelewa vizuri? Sawa, usilo wala sina shaka. Utafika tu.
Sawa. Baby. Nataka tena. Nataka tena. Utaniua huyu. Matikiti, siku ya leo siwezi kukuruhusu ukaingia na huyu mpuzi hapa ndani hata kidogo. Siwezi kuvumilia upumbavu ambao unaufanya. Hivi unashindwa kuniheshimu hata kidogo? Kwa nini msingefanya upuzi wenu huko mpaka uje nao upuzi hapa ndani? Brother, mara kadhaa na kuona ukiwa unafanya upuzi mbele ya macho yangu. Inanipain bro. Inaniuma kiasi kwamba sio kama siwezi kufanya chochote juu yako. Ninaweza kufanya chochote. Ninaweza kukupiga. Ninaweza kufanya chochote bro. Sikiliza. Naomba uondoke. Ninaomba uondoke brother. Matikiti, mwambie mtu wako atoke. Nitafanya vurugu leo. Nitakuharibia. Hivi Tommy, mbona hapenda sana kuniingilia kwenye mambo yangu? Uone kama nina mgeni? Kinachokufanya hapa unakuja kubota kitu gani? Kwa hiyo huyu ndo mgeni. Aya, ni nani sasa huyu? Nani huyu? Si mgeni wangu. Hivi wewe ukoje wewe? Mwanaume aina gani wewe? Kama kweli ungekuwa unionea wivu, basi ungetoka hapa ukaenda kufanya kazi. Sio nakuja na mwanaume mwenzio kidume ndio unajitia kunyonyesha wivu. Yaani wewe sio chochote. Sio lolote katika maisha yangu, mpumbavu mkubwa wewe.